naitwa William Magambo Official, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Bwana, bila shaka nilipokuwa nikipiga mizunguko zangu moja mbili, nimekwenda kufika sehemu fulani nikapatana na kiongozi mmoja, na tushakuwa naye hapa kwenye vipaza sauti. Bwana, karibu sana mshikaji wangu. Karibu. Asante sana. Naitwa William Magambo Official, mwimbaji wa nyimbo za Injili, pia mwigizaji. Sijui unaitwa nani ili watu wakwende kufahamu tunaongea na nani hapa. Mimi najulikana kama Elijah. Elijah. Bwana, tukisema Elijah ina maana watu elewa Elijah ni mtu yupi. Tungetamani fungua rasmi watu wakwende kufahamu Elijah ni yupi. Karibu. Naitwa Elijah, mwimbaji wa Injili pia. Mimi nifanye kipaji cha Injili, alafu nafanya tena kuhubiria watu. So tufikishe watu mahali penye nafaa wafike. Bwana amesema kuwa anafanya mziki wa Injili, pia yeye ni mchungaji kama vile pastor. Bwana, tukisema mziki wa Injili tunajua ni wengi zaidi ambao wapo kwenye mziki wa Injili. Sijui ikiwa ni yupi ambaye anakugusia pia kwenye mziki wa Injili, maana japokuwa unaimba kuna wale ambao tayari pia wanakugusia, au vipi? Ndio, ni ukweli. Alafu utaweza tuambia ni yupi kabisa unayemfuatilia zaidi kwenye mtandao? Nafuatilia wengi sana. Nafuatilia waimbaji maarufu mbalimbali. Nafuatilia, kuna mwimbaji mmoja anaitwa Rose Mwando, na nafuatilia mwingine anaitwa waimbaji wengi wananivutia, lakini sasa kwa sababu siwezi wataja wote, lakini nitawataja kwa wakati wake. Bwana anasema kuwa anavutiwa na wengi sana, pia pakiwemo mtumishi wa Mungu, malkia wa mziki wa Injili Rose Muhando, na istoshe pia kijana amesema kuwa yeye ni mwimbaji wa Injili. Alafu ingekuwa vizuri watu wakwende kutambua Elijah kweli ni mwimbaji au vipi, maana kuna kipindi fulani nimepita kwenye mizunguko zangu huku mtandaoni nikasikiza nyimbo fulani inaitwa sasa natamani tupate kapela kiasi angalau watu wafahamu kwa kweli wewe ndio umeimba au vipi. Karibu. Ni ukweli, naweza wapea kapela kidogo kwa sababu ni vizuri watu wajue ni kwenye tunaimba. Wimbo nasema ame, kwa sababu Mungu kila kitu tunahitaji kusema amina. Nikiwapea kapela kidogo, nataka msikize kidogo. Kiasi. Hiyo nyimbo kwa nini umekwenda kuiita amen? Maana unapoandika nyimbo ina maana kuna shabaha ambayo imekwenda kukuvutia, na umeandika kwa muda gani au kwa muda gani hiyo nyimbo, na kipi zaidi kimekwenda kukufanya uimbe hiyo nyimbo na uite jina kama na hilo? Karibu. Kwa sababu nimeandika hiyo jina na nikaweka amen. Mambo mingi sana tumepitia, tumeona ni mambo mingi. Tukisema tutafanya kitu fulani tunasema amen. Tukisema tutafika mahali fulani tutasema amen, kwa sababu amen inamaanisha kila kitu tawezekana kwa uwezo wa Mungu. Bwana, bila shaka tumesema kuwa hapa tuna mtumishi wa Mungu Elijah Kato, mwimbaji wa nyimbo za Injili akiwa hapa East Africa. Pamoja na hiyo pia ni mchungaji kama vile pastor. Kabla hatujaendelea tunatamani kwanza tujue kisa kimoja, maana kila mtu afanyapo kazi ina maana kama vile shabaha. So kipi kabisa kimekuvuta kuimba muziki wa Injili wakati vijana wengi wanatamani kuimba muziki wa dunia, wenda ndo wanatoboa haraka? Ni kipi zaidi ambacho kimekwenda kukufanya uimbe Injili wakati wenda huko nje ndo kuna matamu zaidi? Ningetamani nijue angalau. Mahali tumetoka ni mbali, na Mungu ametusaidia kabisa kufika mahali tumefika. Ndio maana ni vizuri kumtumikia, na amesema mwenye uhai na pumzi ni sifu. Ndio maana nimetamani sana ni msifu kwa kupitia kwa kipaji changu. Bwana, hapa sasa tunaingia kwenye kapela imeingia sasa. Basi bila kuponda muda, wacha tumkaribishe moja kwa moja kwenye kapela. Naamini kuwa utaburudika vilivyo na utafurahi sana na utaelimika zaidi. Karibu kwenye kapela, watu wakwenda kufahamu kwa kweli wewe ndo kaimba hilo burudani. Karibu sana. Nataka niwaambie kapela kidogo tu, na hata tutaenda muda mrefu. Inaanza hivi: ame 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 ame. That is hiyo ni nyimbo inapatikana YouTube.
Bwana, hongera sana mtu wa Mungu. Hongera sana. Anaitwa Elijah Kato, alikuwa pamoja na William Magambo MGB, ukitaka muite hivyo. Ukurasa wangu nitafute hapo William MGB official, na imba injili pia mwaka huu naje na kazi mpya ya uigizaji. Hongereni sana.